Siku ya Ijumaa Mei 9 mwaka huu, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha kwa asilimia 100 makadirio ya mapato ya matumizi ya bajeti ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026 baada ya wabunge wote kuyapitisha kwa kura ya ndio. Siku ya Alhamisi, Waziri wa Maji Juma Aweso aliomba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.016 kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti hiyo, ambapo asilimia kubwa ya fedha hizo zitatumika kwenye miradi ya maendeleo. Akiwasilisha bajeti hiyo Alhamisi, Aweso alieleza kuwa kati ya fedha hizo shilingi bilioni 73.77 ni kwa matumizi ya kawaida, ambapo shilingi bilioni 18.08 ni kwa matumizi mengineyo, shilingi bilioni 55.69 kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa wizara, RUWASA, chuo cha maji na mfuko wa taifa wa maji. Shilingi bilioni 943.11 zimetengwa kwa ajili ya maendeleo, ambapo shilingi bilioni 340.46 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 602.65 ni fedha kutoka nje ya nchi. Waziri Aweso amesema bajeti hiyo inalenga kuendeleza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji nchini, ambayo tayari imeanza kuzaa matunda kwa wananchi wengi vijijini na mijini. Amesisitiza kuwa mafanikio yanayopatikana yanaendana moja kwa moja na uongozi wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema bajeti hiyo itaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi mikubwa ya maji, kuboresha huduma kwa wananchi pamoja na kuimarisha taasisi zilizo chini ya Wizara ya Maji. Hii ni ABT Media. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 123 kanuni ndogo ya 3 A na B ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kutoa taarifa kwamba bunge lako likikaa kama kamati na matumizi limekamilisha kazi zake. Naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa nitawahoji kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Wanaafrika waseme ndio, wasiafrika waseme sio. Wote wameafiki. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Umefanya kazi vizuri sana, umepokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais vizuri sana, na nakumbuka tulipokuwa Same Rais alikupigia saluti wewe na timu yako. Hongereni sana, kwa kweli mnajitahidi na mmeleta mabadiliko makubwa.